bali ni ya kimataifa. Hata hivyo, Chama cha Mapinduzi kinaamini na ina imani kuwa uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan utaendelea kufanya vitu vikubwa katika kukabiliana na changamoto hii ya mafuta. Na niwakumbushe kwa uchache kwamba mwaka 2022 kama mnakumbuka, gharama za mafuta zilipanda wakati wa vita ya Russia na Ukraine, na gharama zile baada ya kupanda, serikali ilitoa fedha ya ruzuku bilioni 100 kuhakikisha gharama za mafuta zinapungua kwa wananchi wetu. Hilo jambo lilifanyika mwaka 2022 na ruzuku hiyo ilitolewa kuanzia mwezi Juni mpaka mwezi Disemba, takriban miezi 6. Lakini serikali pia, Chama cha Mapinduzi, imeendelea kutoa ruzuku pindi changamoto zinapojitokeza. Wakati wa janga la COVID, naamini mnakumbuka, gharama ya mbolea ilipanda kwa asilimia kubwa. Mfuko mmoja wa mbolea ulitoka 70,000 mpaka 150,000. Lakini serikali ilitoa fedha ya ruzuku zaidi ya bilioni 150 kuhakikisha mbolea inarejea katika bei ya kawaida na wakulima wanaendelea na uzalishaji katika maeneo tofauti ya nchi yetu. Kwa hiyo, moja, lazima Watanzania watambue na wakumbuke na wajue kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake mara zote kimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha changamoto zinapojitokeza basi solution ya haraka inaenda kufanyika. Sasa ninaomba niseme jambo moja. Mjengee kwa bei ya mafuta. Kulikuwa na hoja kwa nini gharama imepanda ya mafuta kidogo na kulikuwa na hifadhi ya mafuta. Moja, bei ya mafuta inategemea wastani linganifu wa gharama ya mafuta yaliyopo kwenye maghala ya mafuta na yale yanayotarajiwa kupokelewa katika mwezi ambao bei zitatumika. Mfano, bei ya mwezi Aprili inategemea gharama za mafuta yaliyopo kwenye maghala na gharama za mafuta yatakayopokelewa nchini mwezi huo wa Aprili. Gharama hizo hubadilika kulingana mabadiliko ya kila mwezi ya gharama za kununua mafuta katika soko la dunia, FOB price, gharama za kuagiza mafuta premium, na viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, hasa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Lakini jambo la pili, bei za mafuta za mwezi Aprili 2026 zinategemea gharama za mafuta yaliyokuwa kwenye magara tarehe 31 na yanayopokelewa Aprili 26. Ndio maana mwezi Aprili mosi ndio gharama huwa zinatajwa. Mafuta yanapopokelewa Aprili 2026 yana gharama za mafuta katika soko la dunia kwa mwezi Machi, kipindi ambacho bei zimeongezeka maradufu kutokana na vita inayoendelea kati ya nchi za Mashariki ya Kati. Lakini jambo la tatu, uagizaji wa mafuta kwa pamoja unasaidia kupata gharama nafuu za uagizaji wa mafuta, tofauti na kila kampuni kununua yenyewe mafuta kidogo. Kwa ujumla, uagizaji wa mafuta unasaidia kupata economies of scale, na ambayo inaenda kudetermine price ya soko au ya bei ya mafuta katika soko. Mafuta yanayoingia nchini hununuliwa zaidi kutoka India na Falme za Kiarabu, ambapo takriban 77% ya mafuta ya hapa nchini kutoka katika nchi hizo mbili. Kwa 23% iliyobaki, mafuta yanatoka Kuwait, Bahrain, Qatar na Oman. Kwa hiyo hili ni somo ambalo inabidi wa Tanzania lakini na baadhi ya viongozi waweze kulifahamu. Sasa, sababu kuu ya ongezeko bei kwa sasa, global supply shock, baada ya kufungwa kwa mlango bahari wa Strait of Hormuz. Kufungwa kwa Strait of Hormuz imeleta mtikisiko mkubwa wa bei za mafuta duniani kwa namna hii. Lazima tujue mlango ule wa bahari hubeba 20% ya mafuta ya dunia nzima. Moja kwa moja kwenye bei za mafuta hapa nchini. Moja, kupanda kwa bei ya mafuta yenyewe kwenye soko la dunia kama nilivyosema awali, FOB, ambayo imesababisha bei ya mafuta kupanda kutoka dola 700 mpaka 800 na kufikia dola 1700 mpaka 1800. Hii ni sawa na ongezeko la zaidi ya shilingi 800 mpaka 1000 kwa lita katika nchi yetu. Lakini pili, kupanda kwa premium kutoka dola 80 hadi 110, ambao kwa sasa imepanda mpaka dola 270 mpaka 300. Hii ni sawa na ongezeko la takriban la shilingi 200 za Kitanzania. Hivyo zaidi ya shilingi 1000 imeongezeka katika bei ya mafuta ambayo tuko nayo leo. Ndio maana unakuta kuna ongezeko
kubwa ambalo limetokea. Sasa kuna watu walihoji, wanasema kwa nini baadhi ya nchi gharama ni nafuu, lakini naomba niwape takwimu hapa waandishi wa habari. Mifano ya nchi nyingine, Zimbabwe bei ya mafuta imefika lita 5,000 kwa lita moja. Sawa, licha ya serikali kupunguza baadhi ya kodi katika nchi ya Zimbabwe. Lakini ukienda DRC bei ni 5,000 pamoja na kwamba serikali imeweka ruzuku katika mafuta hayo. Lakini ukienda South Africa lita moja ya mafuta inauzwa shilingi 5,000 mpaka leo hii ambayo tunazungumza. Sasa hata nchi jirani zenye bandari bado zinaathirika. Mfano, Kenya bei ni kati ya shilingi 3,500 mpaka 4,000 Tanzania shilingi. Kwa sasa tunategemea bei mpya ikitangazwa tarehe 14 Aprili, bei itafika zaidi ya shilingi 5,000 kwa nchi ya Kenya. Uhaba huu wa mafuta sio Afrika tu, hata Ulaya na bara la Asia bei zimepanda kama ifuatavyo. Mfano, Switzerland mafuta yanauzwa shilingi 5,500 mpaka 6,000 kwa lita moja. Ukienda German 5,000 mpaka 6,000 kwa lita moja. Ukienda United Kingdom ni euro 1.7 ambao ni sawa na shilingi 5,500 mpaka 6,500 za Kitanzania. Hata nchi tajiri zinaathirika na vita hii, sio Tanzania pekee. Kwa hiyo viongozi wanapokwenda kuzungumza wakablame kwamba ni janga la Tanzania pekee yake, sio kweli. Lakini nchi hii ina wasomi wengi na waandishi wa habari, mna taaluma kubwa, mmesoma haya mambo, mnatafuta data katika mataifa mbalimbali huko duniani na mnaona nini ambacho kinaendelea. Hivyo ninachotaka kusema jambo moja, kwamba vita ya Urusi pamoja na Israel dhidi ya Iran imesababisha ongezeko kubwa la mafuta, na kuna sababu za hizo, ikiwemo baada ya Iran kulipua baadhi ya visima vya mafuta na miundombinu katika mataifa mbalimbali ambapo sisi tulikuwa tunafanya ununuzi wa bidhaa hiyo. Sasa ninapenda niseme jambo moja, inawezekana watu wengi wanasahau historia. Leo napenda niwakumbushe historia pia, na baadhi ya viongozi waifahamu historia hiyo, kwamba Tanzania imekuwa ikikabiliana na changamoto ya mafuta kwa miaka mingi. Mfano, tangu miaka 1970 Tanzania imekuwa ikikabiliana na misukosuko ya mara kwa mara katika soko la mafuta duniani, hususan ile iliyosababishwa na migogoro ya kisiasa na kiuchumi katika nchi zinazozalisha mafuta. Mfano wa kwanza mkubwa ulikuwa ni mgogoro wa mafuta wa mwaka 1973 uliotokana na vita vya Mashariki ya Kati, Arab Oil Embargo, ambapo bei za mafuta zilipanda kwa zaidi ya mara 4 duniani. Katika kipindi hicho, Tanzania kama nchi inayoagiza mafuta ilikumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa fedha za kigeni pamoja na uhaba wa mafuta, hali iliyopelekea serikali kuchukua hatua za kudhibiti matumizi ya mafuta, ikiwemo upangaji wa matumizi, rationing, na kuimarisha usimamizi wa uagizaji kupitia taasisi za umma. Na kipindi hiki mnaweza mkakumbuka, wanahabari, kwa kuwa nyinyi custodian wa taarifa, vilikuwa vinatoka mpaka vibali kwamba gari uendeshe Jumapili, au unapata kibali kwamba gari itumike katika matumizi fulani. Lakini jambo la pili, katika miaka ya 1980 hususan wakati wa vita kati ya Iran na Iraq, soko la mafuta duniani lilikumbwa na mabadiliko makubwa ya bei na upatikanaji wake. Tanzania ilikabiliwa na changamoto ya upungufu wa fedha za kigeni na kuongezeka kwa gharama za uagizaji, hali iliyosababisha serikali kuendelea kutumia mifumo ya udhibiti wa matumizi ya mafuta pamoja na kuweka vipaumbele katika sekta muhimu za kiuchumi kama vile usafirishaji na uzalishaji wa umeme, kwamba mafuta yalikuwa yanapangiwa jukumu maalum, nini kifanyike ili kuweza kulinda uchumi wa nchi yetu. Lakini mfano wa tatu, mwaka 1990 kufuatia Gulf War iliyotokana na uvamizi wa Kuwait, bei za mafuta zilipanda kwa kasi kubwa katika soko la dunia. Katika kipindi hicho, Tanzania ilianza kuimarisha mageuzi ya sekta ya mafuta kwa kuruhusu ushiriki wa sekta binafsi katika uagizaji na usambazaji wa mafuta, hatua ambayo ilisaidia kuongeza ufanisi katika upatikanaji wa mafuta pamoja na kupunguza mzigo wa serikali. Hata hivyo, changamoto za mabadiliko ya bei ya dunia ziliendelea kuathiri bei za ndani. Lakini mfano wa 4, kuanzia miaka 2000 Tanzania iliendelea kuboresha mifumo ya usimamizi wa sekta ya mafuta kwa kuanzisha taasisi za udhibiti na kuweka mifumo ya utekelezaji ili kulinda watumiaji dhidi ya mabadiliko makubwa ya bei. Kuanzishwa kwa EWURA kulikuwa ni hatua muhimu
katika kuhakikisha uwazi na uthabiti wa bei za mafuta, huku bei zikiendelea kuakisi hali halisi ya soko. Lakini jambo lingine, mwaka 2020 wakati wa janga la COVID-19, soko la mafuta lilikumbwa na mshtuko wa kipekee ambapo bei zilishuka kwa kiwango kikubwa kutokana na kupungua kwa mahitaji duniani. Tanzania ilitumia fursa hiyo kuhakikisha upatikanaji wa mafuta kwa gharama nafuu, huku ukiendelea kuimarisha mifumo ya uhifadhi na usimamizi wa ugavi wa mafuta hapa nchini. Mwaka 2022, kufuatia mgogoro wa Russia-Ukraine war, bei za mafuta zilipanda tena kwa kasi kutokana na vikwazo vya kiuchumi na usumbufu wa minyororo ya usambazaji. Katika kipindi hicho, Tanzania ilichukua hatua za muda mfupi za kutoa ruzuku kwa baadhi ya bidhaa za mafuta ili kupunguza athari kwa wananchi wake, huku ikiendelea kuisimamia upatikanaji wa mafuta na kupitia mifumo iliyopo. Hii ndio mfano ambao nilitolea kwamba serikali ilitoa zaidi ya bilioni 100 katika mwaka 2022 kwa miezi zaidi ya 6 ili kupunguza gharama hizo. Katika kipindi cha sasa cha mwaka 2026, changamoto ya global supply shock inayosababishwa na migogoro katika eneo la Mashariki ya Kati, hususan kuathirika kwa usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Strait of Hormuz, ambayo imepelekea kuongezeka kwa gharama za mafuta na premium katika soko la dunia. Katika kuhakikisha serikali imechukua hatua za kimkakati, ikiwemo kuipa TPDC jukumu la kuagiza mafuta moja kwa moja kwa kipindi maalum ili kuhakikisha uhakika wa upatikanaji wa mafuta pamoja na kudhibiti athari za kupanda kwa gharama za uagizaji. Hata hivyo, hatua hii pekee haitoshi. Athari za sasa ni kubwa zaidi kuliko vipindi hivyo vyote, na hivyo ni muhimu sasa kwa serikali kuona umuhimu wa kutoa ruzuku kwa utaratibu kama iliyofanya mwaka 2022. Na kwa kuwa sisi ni Chama cha Mapinduzi ambacho kinasimamia serikali, tumeshauri kuangalia na kuona serikali kwa namna gani itaweza kuangalia mpango wa kutoa ruzuku ili kuweza kidogo kupunguza gharama hizi za mafuta kama ambavyo Mheshimiwa Rais alifanya mwaka 2022. Lakini uzoefu wa kutoa ruzuku mwaka 2022, kati ya vita vya Urusi na Ukraine, bei ya mafuta mwezi Mei 2022 zilikuwa 3148 kwa lita ya petroli, lakini takwimu zinatuambia pia ilikuwa ni shilingi 3258 kwa lita za diesel na 3112 kwa lita za mafuta ya taa, kwa ongezeko la jumla ya shilingi zaidi ya 608 kwa lita ya petroli, ongezeko la 855 kwa diesel na 904 kwa mafuta ya taa ambayo yalianza mwezi Mei 2022. Lakini baada ya serikali kutoa ruzuku, malaizi hii bei ambayo iko sasa, lakini sio janga la nchi yetu peke yake, bali ni janga la dunia nzima. Sasa chama kinaielekeza wizara na kuitaka wizara ifanye mambo yafuatayo. Moja, kuhakikisha mafuta yanapatikana licha ya changamoto zilizopo ili kuendelea kukuza uchumi wa nchi yetu, kwa sababu mafuta ni kiungo muhimu hasa katika ukuaji wa uchumi kupitia viwanda na uzalishaji katika maeneo mbalimbali. Lakini TPDC kuendelea kuwa kiungo muhimu katika uagizaji wa mafuta nchini na kudhibiti wote ambao wanaweza kuleta hujuma, hasa kwa kuchepusha meli za mafuta na kuuza maeneo mengine ili waweze kupata faida. Na kwa nini hapa tunaielekeza TPDC? Kwa sababu tunaamini TPDC ni taasisi ya umma, ni taasisi ya serikali, hivyo inaangalia maslahi ya wananchi kuliko maslahi ya kibiashara, kwa sababu baadhi ya makampuni huwa yana tabia kuchepusha mafuta na wanasema mafuta wamekosa, kumbe wameuza kwa faida. Lakini kudili na suppliers ambao wana uwezo mkubwa. Mfano, sasa tunaipongeza sana TPDC kwa hatua ambayo inaendelea nayo. Baadhi ya nchi hazina mafuta, lakini leo Tanzania tuna mafuta. Maana yake serikali imesimama imara kuhakikisha inakabiliana na upungufu uliopo.
Lakini jambo lingine, chama kinaelekeza wizara kuangalia namna ya kuweza kutoa ruzuku kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kufanya mwaka 2022 kwa kutoa zaidi ya bilioni 100 ili kuleta unafuu kwa wananchi wetu waendelee kufurahia matunda ndani ya taifa lao. Hili ninaamini serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi itaona namna bora ya kuweza kufanya. Lakini pia chama kinaitaka serikali ihamasishe kupunguza matumizi ya nishati ya mafuta katika ofisi za serikali, binafsi na umma kwa ujumla, ili changamoto hizi zinapotokea tuwe na uwezo wa kujiendesha kwa njia ya nishati mbadala kama ambavyo nimeeleza awali, CNG, lakini kwa kutumia gesi asilia kuweza kusaidia kuendesha mitambo, lakini katika matumizi ya kawaida, au kufunga gesi katika magari, bajaji na baadhi ya vyombo vya usafiri. Lakini pia chama kinaitaka serikali kuanzisha mfuko maalum pindi zinapotokea changamoto kama hizi, tuweze kuona namna gani tunaweza tukapunguza makali hayo, na hili jambo lipo katika mkakati ambao unakaribia kukamilika. Lakini pia kuendeleza ujenzi wa visima vikubwa vya mafuta kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kuweka mawe ya msingi pale Kigamboni. Visima hivyo vizidi kujengwa ili tuwe na uhakika mkubwa wa kuwa na mafuta ya kutosha pindi changamoto zinapotokea. Lakini pia TPDC kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza kwenye vituo zaidi vya CNG kwenye mikoa iliyo jirani na Dar es Salaam, lakini ile mikoa ya mbali waweze kuwekeza katika mini LNG ili kuweza kusafirisha kwa mabomba gesi katika mikoa ambayo inakuwa mbali na maeneo yetu. Sasa hayo baadhi ya mambo nilipenda niyazungumze kwenu waandishi wa habari, muweze kujua mikakati ya chama na namna chama kimeweza kuelekeza kwa serikali hatua mbalimbali za kuweza kuchukua ili kuweza kukabiliana na hii changamoto ya upandaji wa bei ya mafuta. Lakini elimu ndogo ninayopenda kuitoa ni kwamba duniani kote hakuna serikali, hakuna chama cha siasa kinachoongoza serikali ambacho kinafurahia endapo kutakuwa na changamoto zinazowakumba wananchi. Changamoto hii ni ya kidunia, dunia nzima imeathirika na changamoto hii ya mafuta. Nchi mbalimbali mpaka zenye uwezo mkubwa zimepita katika msongo huu mkubwa wa mawazo. Sasa wajibu wetu kama Watanzania wa kwanza ni kuwa wa kweli, na zinapotokea changamoto tusibebe masuala ya siasa katika maisha ya watu. Jana kuna kiongozi amezungumza baadhi ya mambo ambayo pia hana uelewa nayo. Sasa mimi ninamtaka yeye ajielimishe zaidi, hasa katika mambo yanayohusu uchumi. Aujue uchumi, usiongee kitu kama ukifahamu. Kama hujui jambo, tafuta muda, soma, jifunze. Ukishapata uelewa sasa, toka kwenye umma, nenda ukaelezee nini serikali inapaswa kufanya. Lakini jambo la pili ninalotaka kulizungumza, Watanzania wanatambua kuwa dunia nzima mafuta yamepanda. Sasa changamoto inapotokea, tunaungana kuangalia namna bora ya kuweza kukabiliana na changamoto hiyo, na changamoto hiyo itatatuliwa na serikali yenyewe kama ambavyo ilitatua changamoto za awali katika kipindi cha COVID. Wakati wa vita ya Urusi na Ukraine, ruzuku ilitolewa, na wakati huu tunaamini serikali itakwenda kuchukua hatua madhubuti za kuweza kusaidia. Baadhi wanasema tozo zipunguzwe, tozo zifutwe, zisiwepo. Nchi yoyote duniani inaendeshwa kwa kodi. Hakuna namna utaendesha taifa bila kukusanya kodi. Kodi hizo ndo zinasaidia barabara ziwepo, hospitali ziwepo, miundombinu ya reli iwepo. Kwa hiyo sisi tunachoshauri kama serikali ni kuangalia katika kipindi kifupi ni baadhi ya kodi zipi labda inaweza ikazipunguza, lakini wakati huo kutafuta solution ya kudumu kuweza kutatua changamoto hizi. Lakini huwezi ukasema unaufuta ushuru kabisa, hapo ni kuwalaghai wa Tanzania. Hilo jambo hakuna nchi imewahi kufanya duniani, lakini kwa kuwa viongozi na wanasiasa wanataka political mileage, basi yuko radhi adanganye, yuko radhi aongee uongo, yuko radhi apotoshe, ili mradi lengo lake liweze kutimia. Hivyo mimi ni muombe sana ndugu yangu na rafiki yangu sana Heche, amtumie zaidi mwenezi wake, ana maarifa makubwa yule binti Rupia,
na ndiye msemaji wa chama kile, atoke akaseme. Sio yeye kusema kila wakati kama kiongozi mkuu wa chama chao. Nadhani wana mtu ambaye ana uwezo wa kufanya na ndilo jukumu lake, basi aende akatekeleze hilo jukumu. Yule dada yetu Rupia ana uwezo wa kusema mambo mengi, labda kama hawamuamini katika usemaji pengine inawezekana, lakini nadhani yeye ni kiongozi mkubwa. Huwezi kumuona mzee Wasira kila saa anaongea na vyombo vya habari, kwa sababu mifumo ya vyama ya dunia, asiwe anaongea bila kuwa na takwimu, bila kuwa na data, na asiongee kwa upotoshaji. Taifa kwa kipindi hiki linahitaji umoja, linahitaji mshikamano, linahitaji upendo, linahitaji kutafuta bora ya kutatua changamoto tulizo nazo. Lakini nampongeza pia ndugu Heche kwa kutambua kwamba kuna serikali, na ameomba serikali ichukue hatua, na serikali sikivu ya CCM itachukua hatua hizo bila kusita. Jambo lingine ambalo ninapenda kusema kwenu waandishi wa habari, wakati mwingine baadhi ya watu wanasema wanahitaji uhuru wa maoni, na serikali imekuwa ikiheshimu uhuru wa wananchi kutoa maoni. Sasa watu wanashindwa kutofautisha uhuru wa maoni na uhuru wa matusi, ni vitu viwili tofauti. Kuna baadhi ya wenzetu matusi kwao ni uhuru wa maoni, kitu ambacho sio sawa. Sasa lazima uhuru wa maoni uheshimiwe, lakini ule uhuru wa kiongozi kudhalilisha wengine, kutukana taifa lako na kukejeli sio uhuru mzuri. Sisi kama viongozi wa vyama vyote vya siasa tuelimishe maadili mazuri kwa vijana, kwa wananchi wetu, ili taifa ambalo tuliachiwa na waasisi wetu, wazee wetu, wazidi kujivunia kwamba ni taifa bora. Lakini jambo lingine, Chama cha Mapinduzi kitaendelea kusimamia misingi ya amani, umoja, upendo na mshikamano katika taifa letu. Na ndio maana mara zote tumekuwa tukihubiri amani, usimamizi wa haki, usimamizi wa maendeleo na utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo inatija na maslahi kwa wananchi. Ombi langu kwa wananchi wa taifa letu, ombi la kwanza, tutambue hatuna mbadala zaidi ya Tanzania. Hii ni Tanzania yetu na ni moja. Tuilinde kwa wivu mkubwa. Tusikubali kwa namna yoyote watu linda amani na utulivu wa nchi yetu. Na nitasema hapa familia zao wao wenyewe, wanaoathirika ni watu wa kawaida ambao Mungu aliyompatia familia yake ipo salama na ananihamasisha nifanye mambo yasiyofaa. Ajenda yake ni nini? Nani yupo nyuma yake? Tulinde uhai wetu, tulinde hata usalama wa nchi yetu. Maandamano mazuri ni ya kutafuta fedha, kulima kwa bidii, kufuga kwa bidii, kufanya biashara, pengine na kupenda familia yako vizuri. Haya ni maandamano mazuri. Ila maandamano mabaya ni yale ya kwenda kuriski uhai wako na kufanya vitu visivyofaa, ikiwemo uharibifu wa mali za watu wengine. Hilo sio jambo zuri. Hivyo ni waombe sana Watanzania wenzetu na wananchi wetu kwamba tuzidi kuilinda nchi yetu kwa wivu mkubwa. Lakini jambo lingine, kama chama chini ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, taifa letu liko salama. Shughuli za maendeleo zinaendelea vizuri. Mimi mwenezi wa Chama cha Mapinduzi nimefanya ziara mikoa zaidi ya 9 na wilaya karibia 20 na kitu. Watanzania huko mikoani wanafurahia utulivu na amani ya taifa letu. Lakini ukiingia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukahisi labda upo Darfur au upo Afghanistan, namna watu walivyo mabingwa wa kuandika na kupotosha. Na baadhi ya wanaharakati na vyama vya siasa, unakuta mtu mmoja ana akaunti 50.
Hizo akaunti 50, kila akaunti inaenda ina comment kwa kutukana nchi yake. Ya nchi ndio wanaoendesha agenda za kuligawa taifa. Biza huko nje nani wanalipwa na nani? Chaje maisha yao? Lipwa, watoto wake wapo Ulaya na nchi zingine na mke pia, lakini sisi tuko hapa, hatujakimbia kwetu. Hapa ndio ardhi yetu. Mungu ametupatia ardhi hii, ni jukumu letu na ni wajibu wetu kuilinda kwa nguvu zote. Tusikubali taifa letu likaharibiwa na watu wachache. Jambo katika kumalizia, tutaendelea na ziara kuanzia tarehe 15 au 16, ambapo tutakwenda kusikiliza wananchi mikoani na wilayani. Tutakwenda kuangalia uhai wa chama kwa kutembelea mabalozi wetu, na tutakwenda kukagua miradi ya maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa fedha nyingi kuhakikisha miradi ya Watanzania inakamilika. Mapinduzi site, Chama cha Mapinduzi nchi, chama kubwa ni kutekeleza ilani ya uchaguzi ambayo tunaamini kwamba mwaka 2030 wakati wa uchaguzi mkuu Watanzania watatuuliza, mlituahidi hospitali iko wapi? Tutawaambia ile pale. Mliahidi barabara, ile pale. Mliahidi umeme vijijini, ule pale. Hiyo kazi inayofanyika leo tutarejea kwa Watanzania, na Mungu akitupa uhai, Watanzania watatuamini na watatuchagua kwa kishindo tena. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya kupeleka maendeleo imefanyika. Wao wanapoendelea kutukana mitandaoni na kufanya harakati, sisi tunajenga nchi na kupeleka maendeleo kwa Watanzania. Sasa mimi niombe sana waandishi wa habari, tunawapenda na kuwaheshimu, ni kiungo muhimu katika maendeleo na uchumi wa nchi yetu. Tuendelee kuhabarisha umma yale mema yote yanayofanywa ndani ya nchi yetu, kwa sababu kalamu zenu zinajenga na kalamu zenu zinabomoa. Lakini waandishi wa nchi yetu, mimi binafsi nawapongeza kwa kazi kubwa mnaoifanya na Mungu awabariki sana. Tuendelee kuhakikisha kujivunia kwamba taifa ambalo limeachwa na wazee wetu ni taifa lenye upendo, lenye umoja, lenye mshikamano. Hivyo baada ya kusema maneno hayo, niwashukuru sana na niwaambie kwamba Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan iko salama na kazi inaendelea kwa spidi kubwa. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibu. Sawa. Nashukuru. Moja, kuna mwingine basi sema alafu nitasema.
serikali ya Tanzania itachukua hatua gani kuhakikisha kwamba walau haya mafuta ambayo yamepanda katika kiwango aidha yanashuka kidogo ama yanaendelea kubaki katika ile bei ambayo lakini swali langu la pili ambalo nifahamu kinacholalamikiwa mheshimiwa ni mafuta gani yamepanda, yale ambayo yalikuwa yapo nchini ama mafuta mapya ambayo yalikuwa yamekuja nchini? Sawa. Tukianza na swali la kwanza la ndugu yangu kwamba hatua za chama ni zipi. Moja, kama ambavyo nimesema katika presi hapa kwamba tunaiomba serikali utaratibu ambao walitumia mwaka 2022 ya kuweka ruzuku waone kama inawezekana kwa kipindi hiki kuweka ruzuku ya mafuta ili gharama kidogo iweze kufanya nini? Kupungua. Na hapa ukipiga hesabu kwa namna mafuta yalivyopanda 2022 na namna yalivyopanda 2026, serikali inabidi iwekeze zaidi ya bilioni zisizopungua karibia 500 kwa mwezi mmoja ili gharama at least iweze kufanya nini? Kushuka. Sasa lazima waangalie na uchumi utakwendaje, lakini ushauri tumeipa serikali na serikali ina wajibu wa kutizama sasa nini kiweze kufanyika. Lakini la pili, kuangalia kama itasitisha tozo kwa muda mchache, sio kuziondoa kabisa, kwa sababu kama nilivyosema kodi ndo zinaendesha uchumi wa nchi. Asije mwanasiasa hapa akaingia akasema yeye akiingia ataondoa kodi kwa Watanzania. Haiwezekani. Hakuna nchi isiyoendeshwa kwa kodi. Kwa hiyo kuona kama kuna muda fulani wanaweza kusitisha ili kukabiliana na hii changamoto kupitia wataalamu wao wakishirikiana na Wizara ya Fedha. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kiongozi ameuliza pale ikiwa hali mbaya Mashariki ya Kati itaendelea kuwepo, nini kitafanyika? Yani serikali itachukua hatua gani? Na B akasema mafuta gani yamepanda. Sasa mafuta, serikali inaposema ina mafuta labda lita milioni 1, maana yake imechukua mafuta ya ndani ya nchi, mafuta yaliyopo njiani yanayokuja, na mafuta ambayo tayari wamesha yalipia nje ya nchi ambayo yanakuja ndani ya nini? Ya nchi. Lakini yapo mafuta ambayo ni mikataba imesainiwa, bado payment hazijafanyika, yanakuja wapi? Nchini. Kwa hiyo gharama sasa itategemea na bei ya soko la dunia, kama ambavyo imesema hapa kwamba mjengeko wa bei hauangalii tu kwamba mafuta yapo haya yameshalipiwa, ina comprise na huko. Sasa mfano meli inakuja, imefika njiani, imekutana na vikwazo, ina delay pale. Ikisha delay inabidi iwe inalipiwa labda kila siku. Hiyo kosti inakuwa vipi? Maana yake itachangia katika uongezekaji wa nini? Wa bei ya mafuta. Hilo la pili. Lakini jambo lingine, kama itaendelea nini kitafanyika? Moja, mimi nadhani serikali itaangalia namna bora ya kwenda kununua mafuta katika nchi ambazo zina utulivu, lakini lazima tukubali gharama itakuwa ni kubwa sana, kwa sababu nchi nyingi hazizalishi mafuta. Nchi nyingi zinazozalisha mafuta ni hizo ambazo tumezitaja za Mashariki ya Kati, lakini ziko baadhi ya nchi maybe inawezekana zina stock kubwa. Sasa distance price yao itakuwaje? Kwa sababu ukisoma uchumi wanasema demand ikiwa kubwa bei inakuwaje? Demand, watu wakiwa wana demand bidhaa fulani sana, bei inakuwa nini? Inaenda juu. Sasa bei ikienda juu, tuangalie impact yake na uchumi wetu itakuwaje. Kwa hiyo ninaamini serikali itachukua hatua mahususi kuhakikisha mafuta yanapatikana. Ndio maana tukasema awali kwamba tunachoshukuru mpaka sasa kupitia serikali kwamba mafuta yapo na hatuna mgao wa mafuta. Ukienda Shell mafuta yanapatikana. Baadhi ya nchi hayo mafuta hayapo. Lakini jambo la pili, kuna shehena ambazo zipo zinaendelea kuja nchini za mafuta. Kwa hiyo tunamuomba Mungu kwamba vita ishe ili maisha yarudi kama zamani na kazi ziweze kufanya nini? Kuendelea. Jambo la tatu, ndugu yangu aliuliza hapa kuhusiana magari ya serikali na ya chama. Mimi nadhani magari katika swala la mafuta, mfano chama, sisi chama cha siasa, Chama cha Mapinduzi ni kama kilivyo cha Usta, kilivyo ACT, kilivyo chama kidogo Chadema na vyama vingine. Sio kwamba vyote vina magari. Maana yake magari ya chama sisi hayahusiana na magari ya serikali. Sisi magari yetu mafuta tutatumia, tutaweka, lakini hatuna magari ya gharama. Sisi magari yetu ni ya kawaida. Na ukiangalia ni Land Cruiser LX nyingi, sio?
nyingine labda ni LC 200. Kwa hiyo sasa chama kupitia katibu mkuu wetu kitaangalia nini kiweze kufanya, lakini chama tumechukua jitihada, gari zetu nyingi pia zimeunganishwa na mifumo ya gesi. Sasa kipindi hicho wakati tunaunganisha hatukujua kama kutakuwa na nini na hii changamoto. Kwa hiyo wito wangu moja, chama tuendelee na ule mfumo wetu wa kuendelea kuweka gesi kwenye magari yetu, lakini serikali pia iweke mifumo ya gesi kwenye magari yao, lakini iangalie pia matumizi yasiyo na msingi wanaweza kayapunguza. Ndio maana tumesema awali hapa kwamba serikali ije na mpango mkakati mzuri wa kuweza kupunguza matumizi ya mafuta kwa kuleta sera ambazo zitasaidia Watanzania, mashirika na serikali yenyewe kuwa na njia mbadala ya kuweza kupata nishati tofauti na mafuta, ikiwemo gesi asilia kwa maana ya CNG, na kuongeza uwekezaji katika vituo hivyo vya gesi ili inapotokea changamoto ya mafuta yamepanda basi tuokolewe na gesi asilia. Kwa hilo naamini nimekujibu kikamilifu. Karibu. Kama ruzuku ikiwekwa, maana yake gharama ya mafuta itapungua kwa kiasi. Lakini kama vita itaendelea, maana yake changamoto itaendelea kuwepo, na hakuna kitu kizuri kama kuwa kiongozi ambaye unawaambia watu ukweli kuliko kutafuta umaarufu katika maisha ya watu. Asante sana.